Ni computer, is okay. Yes, yeah. Karibu. Okay, shukran sana. Nilikuwa nimetanguliza kusema kwanza nimshukuru Mungu kwa siku ya leo, lakini pia nimshukuru Mungu kwa hii platform. Pia nikushukuru kaka Moipaya, nimshukuru Eva pamoja na watu wote ambao wako behind the scene kwa walioandaa hili. Mungu awabariki sana, kwa sababu kimsingi tuna mzigo mzito wa kuubeba, hasa baada ya ndugu zetu kumwaga damu kwa ajili ya kuendea ukombozi wa nchi. Ile tarehe 29 Oktoba, tarehe 30 na tarehe 31. So sisi tuliobaki kama Watanzania ambao tuna akili timamu tunao mzigo mzito kweli kweli wa kuamua kushikana kwa pamoja na kwenda kuikomboa nchi kwa sababu wenzetu walianza. Na mada ambayo mimi nitazungumzia kwa kifupi sana, wala sitakaa sana. Nashukuru wazungumzaji wote waliopita. Nilimwatch kaka makao mwenyekiti wa Chadema kaka Heche kwa muda mfupi kabla sijaingia kanisani, na aliongea mengi sana, na also pia nilipata nafasi ya kumwatch mzee Slaa, lakini pia na kaka alitoka kuzungumza hapa, amezungumza mengi sana, na namna ambavyo nchi yetu inatawaliwa na watu kama vile wako kwenye ghetto lao tu, na ni kitu ambacho kinasikitisha sana. Yaani wanachukua nchi kama ni ghetto lao tu, na ni kitu ambacho kiukweli kinatia uchungu. So mimi nitazungumza kwa kifupi sana kuhusiana na ukosefu wa ajira, na kitu kikubwa kimojawapo ambacho kinafanya vijana wengi wanainuka kwenye nchi nyingi sana, kwenye nchi nyingi ambazo wanahitaji mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kinchi au kiutawala kwenye nchi zao. Mara nyingi ni hili swala la unemployment, ukosekanaji wa probably pia mitaji ya kufanya biashara, lakini na ajira rasmi ambazo kimsingi wanapaswa kujiajiri. Kwa mfano Tanzania tu, huu ni utafiti ambao ulifanywa kuanzia mwaka 2024 mwaka 2024 mpaka mwaka 2026 mwanzoni, kwamba zaidi ya vijana 900,000 kwa mwaka wanaingia sokoni kusaka ajira. Zaidi ya vijana 900,000 wanaingia sokoni kusaka ajira, na ajira kimsingi katika hao vijana 900,000 kwa mwaka kuna uwezekano tu wa ajira 50,000 kupatikana. Sasa angalia, kama una vijana 900,000 kila mwaka ambao wanaingia sokoni kutafuta ajira, halafu una ajira angalau 50,000 tu za kuweza kuajiri hawa vijana 850,000 waende wapi? Na katika hao vijana 850,000 wakiangalia nchi yao, wanaona ambavyo viongozi wanaojiita viongozi wa nchi wanavyokuwa kwenye maisha ya luxury ambayo kimsingi hawakupaswa kuwa nayo, lakini pia wanawapa watoto wao ndugu zao nafasi ambazo kimsingi hawakustahili. Samia mtoto wake ni naibu waziri, lakini ukiangalia elimu yake alikoipata, mpaka tu angalau angekuwa hata naibu waziri, hana hata hiyo elimu. Alafu kuna vijana wamaliza vyuo vikuu, vijana wana masters, wako kwenye ajira zisizo rasmi, ajira kama bodaboda. Sasa ukiangalia kwa upana huu, kama tuna vijana 850,000 kila mwaka ambao hawana ajira, wanabidi wajiajiri kwenye ajira ambazo zisizo rasmi, alafu unategemea kwenye nchi kama hii ambayo tuna rasilimali za kutosha kwenye hii nchi, lakini katika hizo rasilimali za kutosha, katika hata hiyo miji tu ambayo hizo rasilimali zinapatikana, bado hao vijana wanaishi maisha ya kimaskini kwa kiwango ambacho hauwezi hata kuelezea. Hatuwezi kuepuka kupigana ili tuibadilishe hii nchi. Hatuwezi kuepuka kupambana ili kuibadilisha hii nchi. Tunawakumbuka ndugu zetu leo kwa sababu kati ya vitu ambavyo walikuwa wanapigania ni hili la ajira. Tunawakumbuka ndugu zetu leo kwa sababu kati ya jambo kubwa lililokuwa kichwani mwao, walikuwa wanajua tukipata katiba mpya, tukipata mabadiliko mazuri ya kisheria, kutakuwa na ajira. Na ajira si lazima serikali iajiri. Kuna watu wanaweza kutengenezwa mazingira mazuri tu wakajiajiri. Nchi hii ina ardhi kubwa yenye rutuba. Vijana wanao uwezo mkubwa sana kujiajiri kwenye kilimo, lakini hawawezi. Why? Kwa sababu hakuna mazingira. Hakuna mazingira mazuri ya vijana kujiajiri kwenye kilimo. Hayapo.
Utamwambia kijana kajiiri kwenye kilimo, hana capital, hana mtaji wa kujiiri kwenye kilimo. Anaenda kwenye benki, anaambiwa kila mwezi lazima arejeshe 18% alichokikopa. Sasa namna gani kijana anaweza akajiajiri? Huyu kijana ni kijana wa kimaskini, unamwambia akope mkopo benki ambao atakuwa anarejesha kwa 18%, riba ya 18%. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Huu utawala wa CCM umejaribu kufix matatizo kwa kupaka rangi maeneo ambayo hakupaswa kupaka rangi. Tunahitaji kuharibu msingi, kuvunja kabisa msingi wa kila kitu ambacho wamekipanda. Hatuwezi kutengeneza nyumba ambayo tayari ishabomoka, unapaka rangi kwenye nyumba ambayo tayari ina ufa mkubwa ambao inakwenda kubomoka. Tunahitaji kuanza na msingi. Lakini kama alivyosema hapa Mzalendo, hawa watu hawatatoka kwa maneno. Hawa watu hawatatoka kwa kuwaambia. Hawa watu hawatatoka kwa haya wanaoita maridhiano. Hawa watu watatoka kwa sisi tukiamua kuingia barabarani na kuandamana. Hakuna mahali popote duniani ambapo watawala, kukawa na gap kubwa kati ya watawala na watawaliwa kwenye ishu ya umaskini na uchumi. Hakuna mahali popote duniani ambapo watawala hawa ambao gap lao ni kubwa sana la kiutajiri waliweza kutoka kwa maneno. Hakuna. Historia za nchi hazituelezi hivyo. Waliweza kuondolewa kwa nguvu ya umma. Waliweza kuondolewa kwa nguvu ya umma. Kwa hiyo vijana, kama tunataka ajira nyingi sana zinapatikana kwenye sekta binafsi. Nchi hii haina mazingira mazuri kwa watu wa sekta binafsi kuingia kuinvest. Kodi ni kubwa, bureaucracy ni kubwa, yani watu wanaingia, mtu anataka kwenda kuinvest Tanzania anabidi apite maeneo kama 5-6 na kote agawe rushwa ili aweze kuinvest. Sasa vijana watapata wapi ajira kama hakuna watu wanakuja kuinvest? Serikali haiwezi kuajiri kila mtu. Sasa kwa maana hiyo lazima tukavunje huu msingi ambao kimsingi uliwekwa ili watawala waendelee kufaidika, na hatutaweza kuvunja huu msingi kwa maneno. Hatutaweza kuvunja msingi kwa maneno. Ni lazima Watanzania waamue kuinuka, whether ni vijana, whether ni wazee, watu wa makamu, wainuke waseme tumechoka na huu utawala, tumechoka na haya maisha. Kimsingi kabisa ni kwamba vizazi vyetu havitaweza kuishi haya maisha tena. Vinavyokuja vinabidi vikute tumetengeneza msingi mzuri kabisa. Lazima tuingie barabarani. Lazima nguvu ya umma itumike kumuondoa Samia na waharamia wenzake na wauaji wenzake. Tusipotumia nguvu ya umma tukaendelea kupiga maneno, these people they will never go. Hawatakaa. Tumemsikia yule mwanamke yule, sijui ni nani yule, alikuwa anaongea juzi kwamba wanarithishana. Ndio maana unaona Samia kashamwandaa mwanae pale naibu waziri. Kesho kutwa unamkuta ni waziri yule. Kesho kutwa unamkuta ni waziri. Mtoto wa Kikwete yule pale ni waziri. Kesho kutwa utakuta anagombea urais. Mwigulu yule pale kesho kutwa unakuta anagombea urais. Hawa watu wataendelea kubadilishana hiki kijiti cha uongozi mwaka hadi mwaka. Mwaka hadi mwaka. Tutaendelea kuongea nao, tunawapigia kelele, wao masikio yao hayasikii kwa sababu they are eating our money. Wanatumia kodi zetu kila siku kujilinda na kutuua. So, tukiamua kutaka vijana wanaomaliza vyuo wapate ajira, sekta binafsi zianze kuingia kwenye hii nchi, ni lazima mfumo mzima wa nchi ubadilike. Kuanzia kwenye katiba, na hiyo katiba ikipatikana bora, itunge sheria bora za issue za kodi, issue za investment, policies za investment zibadilike, watu kuja kuinvest kwenye nchi ili watu wapate ajira. Lakini sio hivyo tu, watu kutaka kujiajiri wapate nafasi ya kujiajiri, whether ni kwenye kilimo au katika kila eneo. Leo watu wa Coco Beach wanaondolewa kwa sababu kuna mtu ameshapiga pesa huko, anataka muingize mwekezaji pale. Na popote unaposikia kuna mwekezaji anaingia kwenye nchi, tena anaingia kwa force, anaingia kwa nguvu, na Watanzania au Watanganyika wanafukuzwa, jua tayari hao wanaojiita viongozi wameshapiga pesa za kutosha. Na ndio maana wana uwezo wa kuua Mtanzania aondoke mahali alipo ili wamuingize, whether ni Mwarabu au investor mwingine yoyote ambaye kimsingi na wenyewe wanakuwa na hisa kwenye hayo makampuni. Watanzania wenzangu, whether ni kijana au mzee au mtu wa makamu,
hakutakuwa na ajira kwenye kadri siku zinavyozidi kwenda. Nimesema hapa kila mwaka kuanzia 2024 mpaka 26 ni zaidi ya watu 8,500,000. 900,000 wanaingia kwenye kusaka soko la ajira, lakini ajira ni 50,000 tu. Kwa hiyo 8,500,000 wanakosa ajira. Kwa hiyo kama tuna hilo ombwe kubwa la watu 8,500,000 wanakosa ajira, na bado tuko nyumbani tunasubiri adakadabra, miujiza ya hawa watu watupatie ajira, ya hawa watu wabadilike, ya hawa watu watuonee huruma, huo muujiza hautatokea. Huo muujiza hautatokea. We can create our own miracle. Tunaweza tukatengeneza muujiza wetu wenyewe wa kuwaondoa. Tukishawaondoa, tunaiplani hii nchi upya. Tunaiplan hii nchi upya kabisa, kuanzia kwenye foundation ya katiba mpya. Kuanzia hapo na kutengeneza sera mpya, sheria mpya ambazo zisababisha kila Mtanzania ajionee fahari kuzaliwa Tanzania, ajionee fahari kitovu chake uziko Tanzania, ajionee fahari kujiita Mtanzania whether Mtanganyika. Kila Mtanganyika na Mtanzania ajionee fahari. Ila kwa sasa tunapaswa kuweka miguu yetu wote chini na kusema imetosha. Imetosha. Kuna wenzetu walianza tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka jana, wakauliwa wengi sana, damu yao ikamwagika nyingi sana. Baadhi yao tulipata video zao wakisema, nikiuliwa kanyaga mwili wangu, songeni mbele, maana tunahitaji mabadiliko kwenye nchi, tunahitaji vizazi vyetu vije viishi maisha bora. Nikifa mimi, kanyaga mwili wangu, msonge mbele. Je, tunaikanyaga hiyo mwili kusonga mbele? Sasa tunapaswa kusonga mbele. Tunapaswa kusonga mbele. Si kusonga mbele huku, ila kule barabarani. Hawa watu hawataondoka. Wameshafaidi hii keki. Nyerere alisema, mtu akishaonja nyama ya mwanadamu hata iacha. Samia na genge lake na wenzake wote waliopita kwenye hiyo regime wameshaonja utamu wa madaraka, na wameshaonja utamu wa kuendelea kuwa na madaraka kwa kumuua Mtanzania. Hawataacha. Watamteka Mwaipaya, watamteka Marcus, watamteka fulani, watamteka Nurvas, watamteka kila mtu ambaye wanaona kwamba huyu ni threat. Sisi tukirudi nyuma tukiogopa kwa sababu fulani ametekwa, kwa sababu fulani ameuliwa, hiyo ndio furaha yao. Wanasema okay, tunagonga cheers. Hatupaswi kuogopa. Fear is inevitable. Hatuwezi kuikimbia fear kwa sababu ni nature yetu. Kuogopa ni nature ya mwanadamu. The only thing we can do is to conquer fear. Hatuwezi kuepuka fear, hatuwezi kuepuka woga, lakini the only thing we can do ni kushinda woga. Tunauambia woga kaa pembeni, kwa sababu mission tulionayo kwa ajili ya vizazi na vizazi vya hii Tanzania, vya watoto wetu na watoto wetu, basi hiyo vision ni kubwa kushinda woga utakokuwa ndani yangu. So I need to fight for it. Na mimi ninafikiri Samia na genge lake wanapaswa kuwa watu wa mwisho wa CCM kuitawala hii nchi. Narudia tena statement kwa sababu namaliza. Samia na genge lake la wauaji wanapaswa kuwa watu wa mwisho kutoka Chama cha Mapinduzi kuitawala hii nchi. Tunahitaji katiba mpya, sheria zitakazozaliwa na katiba mpya, na policies au sera ambazo zitazaa matunda ya ajira na kujiajiri kwa Watanzania. Shukrani sana kaka Mwaipaya, shukrani sana dada Eva. Asante. Bila shaka Eva atakuja, atakuwa iko mbali kidogo na simu yake. Asante, umeeleza vizuri sana ajenda ya ukosefu wa ajira kwa vijana na kupelekea maandamano ya siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Sasa kabla sijaruhusu maswali kwa watu wengine, mimi labda niulize swali kwako la uelewa.
Asilimia kubwa ya vijana wa Kitanzania hususan wanaoishi mijini wanategemea kufanya vibarua vya siku ili wapate pesa ya kula. Ukienda kwa Dar es Salaam kuna vijana wengi wanaendesha bodaboda, lakini wengine wanaendesha bajaji, wengine ni madereva daladala, lakini asilimia kubwa wanafanya kazi viwandani watoke ili wale, na asilimia kubwa vijana wengi ni machinga. Lakini hawa wote mtu anayefanya kazi kiwandani kwa siku analipwa shilingi 5,000 mpaka shilingi 7,000 kwa Tanzania. Je, hicho kima cha kulipa mtu akifanya kazi kwa nguvu kutoka asubuhi mpaka jioni, kazi isiyokuwa na NSSF wala bima ya afya, na asipoenda kazini hata umwe hawezi kupata chochote. Je, hicho kiwango cha shilingi 5,000 na 7,000 kwa siku ukilinganisha na nchi ambazo zimeendelea, hicho kiwango kina relate na chochote kuhusu nchi ambazo zimeendelea? Kaka Mwaipaya kwa unajua kaka, mimi nikwambie, vijana wengi wa Kitanzania hao uliowasema kwenye hiyo category hawaishi, ni watu ambao half dead, yani wamekufa tayari, wamekufa nusu. Na nitakwambia kwa nini, kwa sababu ya swali ulilouliza. Mfano, huyo kijana ambaye anapokea 7,000 kwa siku, yani anafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, anapokea shilingi 7,000. Ghafla amepata shida kwenye kazi anayoifanya. Let's say ni mbeba mizigo pale bandarini. Amepata uti wa mgongo umenani, labda hizo pingile uti wa mgongo umenani, anapelekwa hospitali. Huyu mtu atatibiwa na nini? Huyu tayari ameshakufa, ataparalyze. Ndio maisha yameishia hapo. Maana yangu ni nini? Ni kwamba ukiangalia nchi zilizoendelea, hakuna mwajiri ambaye anapaswa kuajiri mtu chini ya kima cha chini kilichowekwa na serikali. Na kima cha chini cha mshahara cha serikali inapokuwa unapanga kima cha chini cha mshahara wa serikali, ina regulate hiyo issue ya uchumi wote, kujua kwamba hiki kima cha chini cha mshahara kitamwezesha huyu mtu angalau kupata mambo yote muhimu ya kimaisha kwa mwezi. Lakini pia kama kuna watu, especially kwenye nchi ambayo niliyopo, kama kuna watu hana kazi au hana nafasi ya kuona anaweza akafanya kazi, either kuna mazingira yanamsababisha asifanye kazi, anaweza akapply kitu kinaitwa benefits. Kitu ambacho hii kitu kuja Tanzania itatuchukua miaka. Yaani labda tuwapindue leo hawa watu. Tuweke hizi, kwa sababu rasilimali tunazo za kufanya hivi vitu. Hizi nchi za wenzetu kaka, wana reserve kubwa ya pesa. Kipindi cha COVID hawa watu walikuwa wanatoa, watu wameacha kazi, wamebaki nyumbani, wanatoa pesa, zinatumwa check kwenye nyumba, kwenye city, kwenye raia wao wanatuma check za pesa, kwa sababu watu wamestop kufanya kazi. Hawa watu wana reserve ya pesa, wana reserve ya chakula. Ikipigwa vita hapa, reserve ya chakula walionayo ni zaidi ya miaka 20. Wakati sisi tuna Mtanzania ambaye anategemea abebe mchicha leo, atoke akauze. Huo mchicha usipouzika nyumbani hana chakula. Yaani anafanya kazi kwa ajili ya leo. Hatuna reserve. Walikuwa wanauza reserve ya mgodi. Nilitoa video kwa ajili ya hiyo. Walikuwa wanauza reserve ya gold. Ukiangalia nchi inaenda kuuza reserve ya gold ambayo mmeweka kiasi kwamba nchi kama ikiingia kwenye vita, kuna uwezekano hiyo ndio ikawa kitu pekee cha kuuza ili nchi baki, uchumi wake uwe sustained. Sasa maana yangu nini? Ni kwamba hawa watu ni half dead, walishakufa nusu. Hakuna namna mtu anaweza kaishi hayo maisha ya kupata 7,000 sasa hizi. Kila siku atafuta 7,000. Nchi zilizoendelea wenzetu hawa wanapata benefits. Nimekwambia, mtu hafanyi kazi, ana play benefits, akaa nyumbani. Kila kiwango unachopewa unaweza ukakodi nyumba na ikakusustain kwa mwezi mzima kwenye hizo za chakula, vile vitu vya muhimu. Of course uweze kufanya luxury, lakini vitu vya muhimu vya kusustain. Umeona? Sasa
Ukifananisha nchi yetu na nchi hizi ambazo zilizoendelea, kaka, ni sawa unafananisha na maiti na mtu ambaye ni mzima na hana hata ugonjwa. Lakini ukiangalia rasilimali tulizonazo, hivi vyote vinawezekana. Vyote hivi ambavyo nchi zilizoendelea vinawezekana. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema, sijui maana haijawahi kufanyiwa practical research ya science. Kuna mtu mmoja alisema, ukiwachukua kwa mfano watu wa Norway leo na leadership yao, ukasema wote wahamie Tanzania, pup. Alafu chukua Tanzania wote wahamie Norway, pup. Na uongozi huu wa CCM, yani Samia na watu wake wote wahamie Norway, na Watanzania wote wahamie Norway, alafu ndio waendelee kuwa viongozi. Tanzania ndani ya miaka 20-25 wanasema hivyo, wadadisi wa philosophy wanasema itageuka kuwa kama Norway. Alafu Norway itageuka kuwa kama Tanzania. Why? Ni kwa sababu tumekosa watu ambao wana vision za kuona nchi hii ndani ya miaka 10, 50, 100 itakuwa vipi. Mtanzania wa kawaida ambaye anafuta 7 kila siku, kesho kutwa nimbadilishieje maisha yake? Nimbadilishieje maisha yake? Tuna kila rasilimali kama Maipaya unaongeaga wakati wote. Kila rasilimali ambayo ingemsababisha, mimi nikwambie tu, kilimo peke yake Tanzania, kilimo tu, achana na madini yote, achana na madini sijui, no, achana na kila rasilimali, kilimo peke yake na ardhi tulionayo ingetransform maisha yote wa Tanzania. Kilimo tu. Tunaisema leo Israel ni nchi ambayo ilikuwa kama jangwa, lakini leo ndo transport mkubwa, Israel ndo transport mkubwa wa matunda duniani. Tuna matunda mheza pale, machungwa, maembe, mafenesi, sijui nini. Hakuna tunda hata moja, na machungwa ya mheza ni matamu kulishinda sijui machungwa yote ile Sahara ni Afrika. Hakuna chungwa hata moja kutoka Tanzania linatoka Tanzania linaenda nchi yote ya Europe. Hakuna. Yote yanaozea mashambani. Mimi bibi yangu ana shamba la michungwa kubwa, yanaozea mashambani kote. Sasa kwa nini mtu asiendelee kutafuta 7,000 kila siku? Kwa nini watu wasife hospitalini? Si kwa sababu hajafika hospitali, no. Si kwa sababu anakufa kwa sababu ugonjwa ni mkubwa, no. Anakufa kwa sababu amekosa dawa na hana pesa ya kulipia dawa. Sisi wa Tanzania ni half dead. Hatuna namna. Kwa sababu tayari ni half dead, tuwafuate, tuwangoe. Wakituua tulikuwa tayari tushakufa. Thank you, brother. Asante sana kaka Marcus, kwa kweli tumekupata vizuri. Elimu imekuwa nzuri. Mimi pia of course nimependa kwa kusikiliza. Umetoa madini mengi. Sasa vijana nikisoma huku Facebook wamepokea vizuri sana elimu yako, imekuwa ni njema sana. Na wewe tuko hapa wakati wote. Lakini ndugu zangu ambao mnatusikiliza katika mitandao mbalimbali, watu wa Bigo Live, watu wa TikTok, bila shaka Marcus tupo nayo wakati wote. Sidhani kama mna maswali mengi ya kumuuliza, lakini watu wa kule X, Twitter pia wanatusikiliza, lakini watu wa YouTube tuko pamoja. Ni wasi sana, endeleeni kushare. Tupo hapa na Dr. Wilbrod Slaa, lakini Marcus pia usiondoke, endelee kuwa pamoja na sisi kwa sababu hiyo elimu ni nzuri sana. Lakini kabla hujaenda kuketi au baada ya kupata kupumua kidogo, nitakuuliza swali la mwisho kuhusiana na soko tunazalisha vijana wengi sana kwenye soko la ajira. Kila siku, kila mwaka vijana wanamaliza vyuo vikuu lakini hawapati ajira. Na hii inatokana na elimu yetu tulionao. Sasa kwa mtazamo wako, nahisi elimu yetu inafaa kwenye soko la ajira la sasa, wakati tukiendelea Dr. Slaa kijiweka sawa hapo baadaye? Elimu yetu. Karibu. Kimsingi nilikuwa nasoma research moja ya habari kwa nini Watanzania wengi nilikuwa nasoma kwa nini one of the factors, kati ya kitu kimoja hapo ambacho kinasababisha investors pia wanapata ugumu wa kuinvest Tanzania ni kwa sababu ya kupata wafanyakazi bora ambao wana elimu ambayo hao ma-investor wanaitaka. Hiyo na yenyewe ni mojawapo ya sababu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine ma-investor wanakuja, sasa kupata mtu ambaye anahitajika kwenye lile eneo, kupata mtu ambaye anahitajika kwenye lile, is either wanabidi wamtoe tena nje, ambaye kimsingi inabidi ni gharama kubwa, wamtoe nje ya nchi ya Tanzania kwa sababu wamekosa mtu wa namna hiyo wa kuingia
kwenye hiyo nafasi. Sasa lakini wakasema issue si elimu tunaofundishwa darasani. So wakasema Watanzania wako so bright, wana uwezo mkubwa wa kujifunza, lakini nasema curriculum ya elimu yetu haina soft skills ambazo zinamsababisha mtu akimaliza elimu aingie moja kwa moja kwenye soko la ajira. Mimi nitakutolea tu mfano mimi mwenyewe binafsi, kaka Mwaipaya. Mimi nimetoka kwenye familia ya kimaskini sana. Hivi unajua mimi nimeanza kutumia kompyuta. Yaani kutumia kompyuta kabisa wakati niko chuo kikuu. Yaani ndio nimeanza kushika angalau laptop na kompyuta. Yaani niko chuo kikuu. Na mpaka wakawa wananitania sema wewe unadonoa. Yaani ile ukiwa unaandika wanakuambia wewe unadonoa. Kwa sababu wenzangu wengi ambao kidogo baba zao mama zao wametoka kwenye shule wametoka kwenye familia nini kidogo walipita pita huko na nilikuwa nafanya computer engineering UDOM. Sasa computer engineer umekuja kufanya computer engineer, computer mara ya kwanza kuiona unaiona. Why? Ni kwa sababu shule zetu kuanzia primary hatuna hata matundu ya choo. Utapata kwa darasa la kompyuta kweli? Yaani hata matundu ya choo tunabidi tufadhiliwe na Marekani. Utapata darasa la kompyuta kweli? Njoo sekondari, njoo advance, kote tunafundishwa kukariri. Hakuna soft skills za kawaida kabisa ambazo nikimaliza mimi naweza kutuma email vizuri, naweza kureply email vizuri. Soft skills communication wise, vitu vidogo tu vya kumsababisha mtu hata nikienda kwenye interview nikiulizwa maswali naweza kujibu. Vidogo tu. Vitu vya kufanya kwa mikono ambavyo wanatuambia ukimaliza uende VETA, lakini kimsingi vitakiwa vifanyike tu kwenye shule kama za sekondari. Shule za sekondari watakiwa wafanye hivyo. Umeona? Lakini elimu yetu inatusababisha tu wakaririshaji. Yaani tunakariri zaidi. Tunakariri vitu zaidi. Yaani ukimkuta mtu kweli anafanya calculus, amesoma mathematics, pure mathematics advanced, anafanya calculus, unasema huyu jamani bright kweli. Lakini amekariri tu. Ukimleta kwenye ulimwengu wa ajira anapata shida mpaka akae aanze kupata experience. Kwa muda ndo anaanza kupata momentum ya kufanya kazi. Sasa ajira haihitaji kusubiri wewe uwe na upate hiyo momentum. Ajira inakutaka wewe uwe tayari kwa ajira. Yaani mtu anakuajiri anataka uwe tayari kwa ajira. Umeona? Kwa hiyo elimu yetu kimsingi mimi nafikiri inahitajika kabisa kubadilisha curriculum, lakini mimi hii siitoi kama ni tatizo kwa Tanzania kwamba eti sasa Samia na waziri sio wa mambo ya elimu sasa mtubadilishie curriculum. No, mimi sasa hivi sioni tatizo lolote la kupeleka kwenye hii serikali haramu. Halipo. Yaani hatuhitaji kupeleka matatizo kwenye serikali haramu. Yaani tatizo letu tulionao Tanzania ni wao. Yaani wao ndio wanapaswa kuondoka kwanza, ndio tuanze upya hivi vitu vingine vyote. Kwa hiyo mimi sasa hivi sitakaa niseme naenda kwa Mwigulu Nchemba kumwambia matatizo yangu. Naenda kwa Samia kumwambia matatizo yangu. Sijui naenda kwa nani kumwambia matatizo yangu. No, yani tatizo langu mimi hasa ni Mwigulu Nchemba aondoke. Tatizo langu mimi hasa ni Samia aondoke. Tatizo langu mimi hasa ni hii system ya CCM iondoke. Baada ya hapo sasa tukae kwenye foundation. Tuunde foundation mpya. Ndio hapa sasa tuje tuanze kusema ni elimu ya namna gani tunaitaka. Tunataka elimu ya namna gani? Zaidi ya hapo mimi nimesoma kwenye nchi niliyopo. Nimesoma miaka 3. Katika miaka 3 yote nilikuwa ndani ya miezi 3 mpaka 4 lazima nipate mahali nafanyia kazi vile vitu ninavyovisoma. Na vinakaguliwa. Maana yake hata nikimaliza nikienda kwenye ajira ndani ya miaka 3 niliyosoma nina miezi kama 9 au mpaka mwaka nilishawahi kufanya kazi ya kitu ninachokisomea. That's how we want to do. Hivyo ndivyo ambavyo tunapaswa kuwa. Yaani kijana anaingia kwenye ajira kitu ambacho anakisomea. Mimi nimesoma computer engineer, of course walinifukuza chuoni, lakini nilisoma kwa miaka 2. Ilikuwa ni kukariri tu computer engineer. Sasa unamkaririshaje computer engineer? UDOM. Unamkaririshaje computer engineer? Yaani ni kariri nini? I need to be an engineer. Usiweze kukariri. I need to be an engineer. Nielewe, nifahamu vitu as an engineer. Kwa hiyo elimu yetu
kimsingi kaka Mwaipaya haitusaidii kwenye soko la ajira. Wapo watu wanatoka wanakuwa ni bright, wana uwezo wa kuajiriwa, lakini kunakuwa na juhudi binafsi na si wanasaidiwa na curriculum ya Tanzania ya kielimu tulionayo. Sasa juhudi binafsi ni tofauti kabisa na mtu kupita kwenye mfumo wetu wa elimu na akawa mtu ambaye anaweza kaajiriwa kiwepesi. Shukrani sana kama pasi. Sidhani kama nimejibu swali, lakini nitamani nitanue kidogo uone kwa ufahamu huo. Asante, umejibu vizuri sana. Sasa swali la mwisho kwa kila mtu ambaye anaulizwa, haya yote ambayo umeyazungumza ilipelekea vipi vijana wetu wakaenda barabarani wakauawa siku ya tarehe 29 Oktoba, na unawakumbuka vipi vijana wetu ambao wameuawa vipi? Unahisi vijana sababu kubwa iliwasukuma nini kwenda barabarani? Baada ya hapo utahitimisha. Karibu. Kwanza, jambo ambalo lilisukuma vijana kwenda barabarani ni kwa sababu ya kuwa na watu wanaojiita viongozi wasiosikia. Watu wote tunafahamu mwaka ule mzima wa 2025 watu walikuwa wanazungumza habari ya kutokuwepo uchaguzi mpaka kufanyike reforms, mpaka kupatikane mabadiliko, mpaka katiba mpya. Lakini kwa sababu tuna watu ambao ni viburi, ambao wamejimilikisha nchi na wanaifanya nchi kama geto lao, hawakusikiliza. Lakini ndani ya mioyo ya watu ambao wanadai mabadiliko, ni mabadiliko yapi waliokuwa wanayataka? Hasa walikuwa wanayataka, mimi nikwambie, ni maisha bora. Maisha bora. Hakuna kijana kwenye hii nchi ambaye hapendi maisha bora. Hivi mimi napata 7,000 kila siku. Napambana kutafuta 7,000 kwa mbinde kweli kweli. Alafu namuona Abdul ana drive Rolls Royce, sijui Rolls Royce wherever mna call. Namuona rais, msafara wa rais una magari 200. Juu kuna helicopter. Analindwa kana kwamba ni modula yule rais aliyochukuliwa na Marekani. Pesa zinaingizwa, pesa za Watanzania zinaingizwa kwenye vitu visivyo vya msingi. Namuona mtu kama Baba Levo ambaye mimi labda au Mwaipaya au fulani nina masters, niko mtaani naendesha bodaboda. Alafu Baba Levo ambaye ana darasa la 7 kwa sababu tu ni chawa, anajua kushabikia CCM, sasa hivi anapokea zaidi ya 400,000 kila kikaa kwenye kikao. Alafu mimi bodaboda ambaye nalipa viushuru ndio hiyo ile anakwenda kumlipa Baba Levo. Yaani kwa nini usimfanye kijana huyu mwenye masters, mwenye degree, mwenye form 6, mwenye form 4, ambaye anajiona anauelewa na ufahamu anaweza kufanya jambo, asiingie barabarani kudai haki ya mabadiliko? Watanzania wengi na vijana wengi wanafahamu kwamba haya mambo yote ambayo yanasababisha maisha yao kuwa magumu hayajasababishwa na kauli za watu, zimesababishwa na mfumo wa uendeshaji wa leadership ya uongozi tulionao. Kaka Mwaipaya, mimi nitawaambia watu kweli. Ukiona nchi inaenda vibaya ni kwa sababu ya bad leadership. Hakuna kitu kingine chochote. Tuna uongozi mbovu kweli kweli. Tuna uongozi bogus kweli kweli. Tuna uongozi ndani ya vichwa vyao ni makabichi. They don't think. Hawafikiri kabisa. Niliwahi